Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri sana. Once again, karibu sana katika kuzungumza mambo kadha wa kadha yanayoendelea katika mpira wa miguu. Na naamini kabisa wewe uko sehemu ya watu ambao wanafurahia kila ambacho kinachoendelea. By the way, siku ya jana ilikuwa ni siku ngumu sana kwa wapenda football, lakini ilikuwa ni siku nzuri pia kwa wapenda football kwa sababu tumeshuhudia moja kati ya derby bora katika msimu wa mwaka 2024-25. Derby ambayo nadhani imeandika historia pana sana kwenye masikio ya Watanzania. Unazungumzia March 8 mwaka 2025, derby ya kuchezwa kwa sababu tu Simba waligoma kupeleka timu uwanjani kwa kile walichokiita kuzuiliwa na mabouncer waliosadikika ni wa Young Africans, and then usiku wa kuamkia tarehe 8 Simba wakaweka wazi kwa watapeleka timu uwanjani mpaka pale watu waliwazuia kufanya mazoezi watakaposhughulikiwa. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara chini ya aliyekuwa mwenyekiti wa bodi hiyo Steven Mguto wakagairisha mechi hiyo kutokana na matokeo yaliyotokea kwenye kikao cha kamati masaa 72 cha bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara, na mchezo ukapangiwa tarehe nyingine. Mbilinge zikawa nyingi. Young Africans wakaanza kulalamika, wakatoa mambo yao, wakaenda kasi ikawapiga chini, na mara baada ya Young Africans kupigwa chini na kasi, mambo hayakuchelewa sana. Tukaiona bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara wakipanga sasa tarehe rasmi ya kushuhudia derby hiyo ikipigwa, na hiyo ikawa ni Juni 15. Young Africans wakaendelea na msimamo wao na wakaendelea kusema kwamba hawatocheza hiyo derby, wakiraiza baadhi ya vitu vingine ambavyo havikuwa vimetimizwa, na wakasema kwamba inabidi walipwe kila kitu ili tu waweze kuipeleka timu uwanjani. Mwisho siku bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara na TFF wakachutama kwa CEO wa bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara kufurushwa kazi, lakini Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara akajiuzulu, na mechi ikapangiwa tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. By the way, hiyo ilikuwa ni siku ya hiyo jana, imeendelea kukaa katika historia ya mpira miguu nchini Tanzania. Majira ya saa 11 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki kimbungi kilipigwa. Ukiangalia kwa wale ambao walikuwa wananifuatilia kwenye vipindi vyetu mbalimbali, nilikuwa naeleza hapa kwamba Simba wana possibility ya kushinda iwapo watajituma mara mbili kuliko kikosi cha Young Africans, kwa maana wao wa kwanza kufika kwenye maeneo hatari, wao ndo wao wa kwanza kuamua matukio na vitu kama hivyo. Lakini Fadru ndo nilitarajia atakuwa ni man of the moment kwa sababu ya ubora wake kimbinu, lakini Young Africans walikuwa head kwenye kila kitu, kwa maana mbinu, ubora pamoja na kila kitu, na naweza kusema hata ile tempo yao ilikuwa intensity yao ilikuwa juu sana kutofautisha na kikosi cha Simba. Kwa nini nasema Young Africans walikuwa ahead kimbinu? Wakati ambapo mwalimu wa Simba aliweka baadhi ya wachezaji ambao wataizuia Young Africans isioperate eneo la katikati na itakuwa na hatari kwenye eneo la katikati, ndio Young Africans wakaja na mbinu ya kuwa na viungo wengi eneo la katikati, kitu ambacho nadhania mwalimu wa kikosi cha Simba Sports Club hakutarajia kitu kama hiko. Ni kwa mara ya kwanza kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara tunashuhudia mwalimu wa Young Africans akicheza na viungo ambao ni box to box midfielders watatu kwenye mechi moja, kwa maana ya Duke Logabuya, unamzungumzia mtu kama Aucho, lakini pia unamzungumzia mtu kama Mudathiri Yahya Basa, ambao wote hao walikuwa wamepata nafasi ya kwanza katika mchezo wa hiyo jana na kusababisha Simba kuwa overloaded kwenye eneo la katikati mwa uwanja, na Young Africans ikawapa advantage kubwa sana ya kufanya wanavyotaka kwenye eneo kama hilo. By the way, mechi imemalizika, lakini moja kati ya kazi kubwa sana ambayo wana Young Africans at this time around wako nayo niite kama debate ambayo wako nayo, ni nani ambaye deserve kuwa MVP wa Ligi Kuu Tanzania Bara kati ya kikosi cha Young Africans, kati ya Jean Charles Ahoua pamoja na Pacome Zouzoua ambaye kusema la ukweli amebeba tuzo nyingi za mchezaji bora wa mwezi, lakini pia work rate yake ni kubwa sana uwanjani ukitofautisha na Jean Charles Ahoua pamoja na Faisal Salum Tota Abdullah ambaye amekuwa akipigiwa chapuo. Na hapa nataka tufanye mahesabu mepesi ili tuweze kukubaliana je, ni nani ambaye ana deserve kuwa
MVP wa ligi kuu Tanzania bara. Pacome Zouzoua, Faisal ana assist 13, anayefuata hapo ni Pacome Zouzoua mwenye assist 9, huku Jean Charles naye akiwa na assist 9. Kwenye eneo la kufunga, Jean Charles kafunga mabao 16. Na haya mabao 16 ukichukua na zile 9, maana yake amehusika kwenye mabao 25 katika msimu. Wakati ambapo Pacome Zouzoua yeye amehusika kwenye mabao 21 katika msimu, kwa maana amefunga mabao 12 akitoa assist 9. Wakati ambapo Feitoto ambaye msimu uliopita alikuwa anakimbizana na mfungaji wa ligi kuu Tanzania bara, yeye kusema la ukweli msimu hajawa sehemu ya watu ambao wamefunga sana mabao. Amekuwa ni mtengenezaji wa nafasi zaidi, yeye kafunga jumla mabao 4. So ukichukua assist 13 ukajumlisha na mabao yake 4, unazungumzia mabao 10 na assist 13 mabao 4, tunazungumzia mabao 17 peke yake ambayo amehusika nayo. So vovote vile lakini usisahau kuna mtu kama Clement Mzize ambaye yeye amefunga mabao 14 pia katika msimu, lakini akiwa na assist zake Mzize ana assist 4, maana yake yeye pia amehusika kwenye mabao 20 katika msimu. Amehusika kwenye mabao 18 katika msimu katika mechi alizocheza. So tuna Jean Charles, tuna Pacome pamoja na Clement Mzize, ambao kwangu mimi nawapigia chapuo kati hawa wote una mmoja ambaye anaweza kuwa MVP. Jean Charles ana namba nyingi, lakini work rate yake haijawa kubwa sana, hususan kwenye zile big match ambazo Simba walihitaji kuona akiperform vizuri. Jean Charles hajawa sehemu ya watu ambao wameipa Simba kile wanachokihitaji. So kwangu mimi ninamuondoa kwenye hiyo orodha ya nani anaweza kama anaweza kuwa top scorer ligi kuu Tanzania bara. Lakini ukiachana na hiyo Clement Mzize hajawa na namba nyingi sana ukiwatofautisha na watu, although work rate yake ilikuwa ni kubwa sana. Mchezaji ambaye amebalance mizani kwa maana amekuwa na work rate nzuri, lakini pia amekuwa na ushiriki mkubwa sana kutengeneza nafasi ni Pacome Zouzoua. Ameamua mechi muhimu sana. Mechi kwa mfano kama ya jana ameamua yeye, mechi dhidi ya Azam FC ambayo Young Africans walilipa kisasi, alicheza vizuri. So kwangu mimi nadhani yeye ndiye ambaye anastahili kuwa MVP wa ligi kuu Tanzania bara, na hii itakuwa ni kula alitoka kama MVP, anakuja kwenye ardhi yetu anaenda kwa MVP, one of the best guy. Na kazi kubwa sana ya Young Africans walionayo ni kuhakikisha kwamba Pacome Zouzoua anaendelea kusalia ndani ya kikosi hiko cha Young Africans. Nje hapo wanaweza kujikuta wanampoteza, kwa sababu timu kubwa sasa zitamtazama kwa jicho la kitofauti, kwa sababu mara baada ya kuondoka mtu kama Stephen Kiazizi, yeye uwezekano kuendelea kucheza na kupata nafasi za kucheza mara kwa mara kwake ni mkubwa sana, na anaweza kujikuta anafanya mambo mengi ambayo ni mazuri. Kwa hiyo itahitaji Young Africans wafanye kila linalowezekana mchezaji wao huyu aweze kusalia hapo. Mimi naitwa Almacho Subhanu Fasikanyasi bwana. Usiache kuniandikia chochote kitu na naamini kabisa utakuwa umefanya kazi nzuri. Shukran and bye bye.